Jinasue kutoka kwenye vifungo vya roho za baharini. Katika imani, tafsiri ya bahari ni machafuko. Ni mahali ambapo machafuko yanakaa na yanafanya kazi. Katika imani, chini ya bahari kuna utawala au kuna ulimwengu mwingine. Kama vile tunasema kuna ulimwengu wa roho, kuna ulimwengu huu wa nchi kavu ambao tuko hapa duniani, lakini pia kuna ulimwengu wa huko baharini, ambako huko chini au majini huko kuna viumbe vyake na utawala wake. Vile viumbe ambavyo vinaishi chini ya bahari huwa vinataka kufanya mahusiano na wanadamu au kufanya mahusiano na vitu ambavyo viko kwenye nchi kavu. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa sana katika ulimwengu huo wa bahari huko chini, kubwa sana inayofanya kazi, na hiyo nguvu inaweza kudhibitiwa na Mungu mwenyewe. Mungu ndo anaweza kudhibiti nguvu hiyo. Tunapotamka jina la Yesu, lina utawala katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili, ulimwengu wa kuzimu, ulimwengu wa baharini huko chini kabisa. Jina la Yesu lina mamlaka hiyo. Tunapozungumzia habari ya marine spirit, ni roho za baharini ambako kuna keti majini, kuna keti mapepo ya kila namna, yanaweza kumwingia mwanadamu na kumfanya aishi maisha ambayo kiasili alikuwa sio ya kwake. Kuna wakati ukajikuta unafanya maamuzi ambayo unakuja kuyajutia, unasema hivi, ni mimi nimefanya maamuzi haya? Ni kwa sababu kuna roho inaweza ikaingia ndani yako ikakuchochea kupenda vitu fulani, ikakuchochea kufanya vitu fulani ambavyo kwa asili sio tabia yako au sio vitu vyako. Hizi roho za baharini zinaweza kukufanya ukiingia kanisani hautaelewa chochote. Yaani utakuwa ni mtu kweli unaenda kanisani lakini uelewi chochote. Kweli unasikiliza neno la Mungu lakini upokei chochote. Unakuwa ni mtu ambaye unaombewa tu kila siku. Ni mtu ambaye kila siku unafanyiwa deliverance. Baada ya muda vile vifungo vinarudi tena. Kuna mtu ambaye unanisikia, vile vifungo vinaweza vikawa vinakuachia muda fulani, unakuwa huru kabisa, afu baada ya muda vinakuvamia. Ni kwa sababu kunakuwa kuna mahusiano katika ulimwengu wa roho, au kunakuwa kuna njia ambazo vinaweza kukuingia, vinaweza kutoka. Kwa wakati mwingine mtu akikuombea anaweza kaona uko sawa kabisa, ukaenda mahali ukaombewa, hata usipagawe na pepo wala usifanywe chochote wala usipitie chochote kile, ukajiona uko sawa, kwa sababu zile pepo za bahari zina ujanja mwingi, zinaweza zikawa zinakimbia ukifika mahali penye moto. Kwa hiyo unasema mimi niko sawa, lakini katika hali ya kawaida unakuta ukitaka kufanya matendo ya kiimani unakuta uwezi. Ukitaka kuomba unapiga miayo. Ukitaka kuomba kwa kina unakuta unaomba maneno machache, unakosea. Wakati mwingine unajikuta unatukana kabisa. Wakati mwingine mawazo yanaingia kwamba usiombe namna hii, uombe namna hii. Wakati mwingine kuna mawazo yanakuja na kuambia kwamba soma neno la Mungu, alafu kuna mwingine anakuja na kuambia no, hapana, wakati huu angalia vitu fulani, chezea simu yako, fuatilia kitu fulani. Hizi roho za bahari zinakuwa janja sana zikiwa ndani ya mtu, na zinamfanya mtu awe ni mtumwa tu. Zinaweza kumuoa mtu akawa mke wao, zinaweza zikamuoa mwanamume akawa ni mume wao, zinaweza zikafanya mahusiano fulani na wewe ukaziona zina raha, ukaziona zinakufurahisha, lakini zinayapoteza maisha yako. Leo nimetumwa na Mungu nije kukuondolea hizo roho kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai. Yule Mungu ambaye anaweza wa kufata kila mahali ambapo kifungo kipo, ataenda kukufungua. Amosi sura ya 9 mstari wa 3 inaonyesha kwamba hakuna kitu kinachoweza kujificha mbele za Mungu. Iwe kimejificha kwenye kilele cha milima, iwe kimejificha kwenye bahari au mahali popote, nguvu ya Mungu inaweza kwenda mahali popote. Mungu ndiye aliyefanya kila kitu, kwa hiyo anaweza kupafikia popote. Ukitaka uamini pamoja nami, fungua kitabu cha Zaburi ya 95 mstari wa 5. Inaonyesha kwamba bahari ni yake na ndiye aliyeifanya. Kwa hiyo kama kuna kifungo chochote ambacho kinatoka baharini, Mungu ndiye aliyefanya bahari hiyo. Hicho kifungo kitaenda kukuachia. Hicho kifungo kitaenda kukuachia kwa jina la Yesu. Kama aliweza kumwokoa Yona aliyekuwa amedumbukia kwenye ile bahari, amemezwa na nyangumi, lakini kwa neema na nguvu za Mungu alitolewa. Haijalishi na wewe umemezwa na nani kwenye bahari, haijalishi ni nani amekumeza kwenye bahari, anakutumikisha na kuongoza, anaenda kukuachia. Soma kitabu cha Yona sura ya 2 mstari wa 2 hadi ule wa 3. Utaona vile ambavyo Yona aliweza kukombolewa. Nami natangaza ukombozi kwako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, yeye ataenda kukemea bahari yako, ataenda kuiondoa bahari yako. Soma kitabu cha Naumu sura ya 1 mstari wa 4. Utaona nguvu ya Mungu inavyoweza kuondoa kila vifungo, inavyoweza kuondoa kila mamlaka ya giza na ikakuachia kabisa. Kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19. Tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Nimesimama hapa kukutangazia kwamba hakuna chochote kitakachokudhuru.
Hakuna chochote kitakachokudhuru. Leo unaenda kukombolewa kwa damu Yesu. Leo unaenda kuwekwa huru kwa damu Yesu. Nguvu za giza za bahari, zile marine spirit, leo zinaenda kukuachia kwa jina la Yesu. Inua imani yako, nisaidie kugusa maeneo nitakao kuelekeza. Eneo la kwanza, napoanza kuomba, jitahidi sasa weka mkono wako mmoja kwenye macho yako. Alafu nitakapokuwa naomba, unakuwa kama unafikicha macho, sio kwa kuyaminya. Yani kama una papasa macho yako. Kuna connection ya kimbingu inaenda kukufungua sahihi. Mahali popote ambapo roho za bahari zimekufungia, ambazo zimeunganika na wewe, zinaenda kukuachia. Kuna vitu utaenda kuviona, kuna vitu vitaenda kufunguliwa kwako, kuna vitu vitaenda kufunuliwa kwako. Na baada ya hapo, utakapoendelea kukuombea, utahamisha mkono wako, utaweka kwenye utosi wako. Baada ya hapo, utakapoendelea kukuombea, utahamisha mkono wako, utaweka kwenye tumbo lako. Kuna nguvu kubwa ya Mungu inaenda kufungua siku ya leo. Naongea na mtu ambaye kuna roho za bahari zimekukamata. Unaweza kusema, mtumishi wa Mungu, mimi niko salama. Sikiliza, inua tu imani yako, fatisha maombi haya. Mungu, nakushukuru kwa sababu umenipa neema ya kuomba na mpendwa huyu. Tazama, ameinua imani yake, yuko tayari kupokea ufungulivu. Siku ya leo, najua maombi haya na ujumbe huu upo kwa ajili ya mtu fulani. Kuna mtu amezuiliwa kiuchumi, kuna mtu amezuiliwa kindoa, kimahusiano, kuna mtu amezuiliwa, maisha yake yamekuwa haeleweki, panda shuka zimekuwa nyingi, amekuwa ni mtu wa kwanza moja. Kuna mtu umezuiliwa kiroho, unasema kwa nini mimi siendelei kiroho? Kwa nini kuna roho fulani wewe inanivamia, nafanya maamuzi ya mabaya, najikuta nimefanya tu kitu fulani ambacho sikupanga kukifanya? Ni kwa nini nikilala naota ndoto fulani? Ni kwa nini nikilala naota niko baharini au nimeunganishwa na maagano ya bahari? Leo katika jina la Yesu, haijalishi agano hilo liliingia lini, haijalishi liliingia siku ulipoenda wapi, leo nakukomboa kwa jina la Yesu. Wewe mahali popote ambapo umeunganishwa, iwe kwa nguo, kwa chakula, iwe kwa kwenda kwenye upepo fulani, iwe kwa kuunganishwa kwa perfume fulani, leo nakukomboa kwa jina la Yesu. Kama unavyofikicha na kuyagusa macho hayo, ndivyo Mungu anaenda kukutakasa sahihi na kutoa kwenye hizo maagano. Chochote ambacho kimeunganishwa na wewe, hicho kinaondoka, hicho kinaondoka, hicho kinaondoka. Hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita. Maombi haya sio ya kawaida, haya maombi sio bure. Kuna mtu unafunguliwa sahihi, kuna mtu unafunguliwa sahihi kwa jina la Yesu. Napolitamka jina la Yesu, natamka mamlaka, natamka nguvu yenye utawala, natamka nguvu inaweza kukatakata kila minyororo, inaweza kukatakata kila kazi za giza. Naona nguvu za giza ndani yako zinachemka. Panda, ondoka, panda, ondoka, panda, ondoka, panda, ondoka, panda, ondoka, panda, ondoka. Fungua tu imani yako, inua imani yako. Kuna kitu Mungu anafanya sahihi, kuna kitu malaika wanafanya sahihi, wanakutosha kwenye hizo madhabahu, wanakutosha kwenye hizo connections za bahari. Ewe marine spirit, hizo roho za baharini zinazokataa wewe kukua kiroho, zinazokataa wewe kuomba, zinazokataa wewe kupiga hatua, achia kinywa chake, achia sauti yake, achia fahamu zake. Fahamu zako zinafunguliwa mahali popote ulipounganishwa na bahari, mahali popote ulipofunganishwa na bahari, na kufungua kwa jina la Yesu. Hiyo bahari kutapike, hiyo bahari kuachie, hiyo bahari kuachie, hiyo bahari kuachie. Enyi wakuu wa bahari, enyi miungu ya bahari, enyi majoka ya baharini yale ya katikati, enyi majoka ya baharini kwenye utawala huko, mliko muunganisha mtu huyu na umarikia, mliko muunganisha mtu huyu na utawala wenu, navunja hizo nira, navunja hizo madhabahu, navunja hizo kazi za kuzimu, navunja hizo kazi za utawala huko chini ambako mmemconnect mtu huyu, mmempa hofu, mmempa vitisho. Kwa jina la Yesu, naloangusha kazi za giza, naloangusha utawala wa kipepo, navunja utawala huo kwa damu ya Yesu, navunja utawala huo kwa moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Damu ya Yesu ikatekate kila kamba, ikatekate kila utawala. Toka kwenye kichwa cha mtu huyo, toka kwenye kichwa chake. Toka we pepo mchafu, toka na vitisho vyako na mauti zako na majoka yako na vitu vyako vya giza. Ayo majini yote ambayo umemuingizia mtu huyu, na yalipua majini yote, lipuka. Toka kwa moto wa Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Naunguza hizo madhabahu, chomwa. Hiyo uliingizwa kwa kufukizwa, uliingizwa kwa udi, uliingizwa kwa uvumba, uliingizwa kwa chochote kile, kwa harufu fulani. Naamuru toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Napotamka jina la Yesu, kuna mikasi na kata, kuna visu vinachinja, kuna madhabahu zinapigwa, kuna maji yanalipuka, kuna uchawi unaondoka kwenye macho yako, kwenye tumbo lako. Wewe uliyekamata tumbo, uliyekamata kichwa utosi, saa hii kuna vitu vinakuachia. Fahamu zako zinafunguka, akili yako inarudi sasa, fahamu zako zinarudi sasa. Imetosha hiyo mizigo. Haya, garagazwa, changanyikiwa, ondoka, toka kwa jina la Yesu. Toka, aliyekutuma mwambie umekuta moto, rudi huko baharini, ungua kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka roho za bahari, toka majini yote,
toka mapepo yote, chomwa, fire, fire, moto Yesu, moto kwa jina Yesu, chemka sasa, chemka sasa, tapishwa, tapishwa roho za bahari na kutoa kwa mtu huyu, majini yote ya baharini, toka, ungua, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu, na kupiga kwa jina la Yesu, na kupiga kwa jina la Yesu, na kulipua. Yes, hivyo vinachemka, hivyo vinakuachia. Usiogope unasikia maumivu ya kichwa, usiogope unasikia mwili kutetemeka, usiogope unapiga miayo. Saa hii kuna vitu vinaondoka. Fire, yes, fire kwa jina la Yesu. Toka na maumivu yako, toka na mavitu vyako, kila ulivyoweka. Haya, toa vyote, toa, toa ulivyoweka mahali popote, toa, toa ulivyoweka sirini, hivyo vyote, 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 toa, 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 toa uchafu wako, toa, achia muda wake wa maombi, achia ratiba yake, achia wepesi wake kuanzia sasa, na magonjwa yako na vitu ulivyokuwa namfuatia navyo usiku wa manane, usiku wa saa 6 au saa 7, na kuamuru toka, toka kwa jina la Yesu, achia, sio kwako tena. Hii ni mali ya Kristo. Kwa jina la Yesu kila goti litapigwa, nami naamuru kwa jina la Yesu vyote vilivyokaa ndani yako vinavyokutesa vikuachie. Pokea uzima, pokea ufungulivu. Marine spirit umeshindwa. Ewe joka umeshindwa. Ewe maagano wa bahari umeshindwa. Kwa jina la Yesu natangaza ushindi, natangaza ushindi kwa damu ya mwanakondoo, natangaza ushindi katika jina la Yesu. Kila kazi za giza zimeshindwa kwa jina la Yesu, amen. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Ikiwa kuna deliverance imetokea kwako, kuna ufungulivu umeona, niandikie kwenye comment hapo, au unaweza ukaja moja kwa moja WhatsApp ukaniambia nini kimetokea baada ya kuomba maombi haya, ili niende kuombea zaidi. Na kama kuna hitaji ambalo unatamani niende kuombea, basi unaweza kashia nami hapo kwenye comment, nitapita na nitakuombea, au kanifuata moja kwa moja kwa njia ya WhatsApp. Namba WhatsApp ni hiyo iliyoonekana kwenye skrini yako, hiyo iliyoishia na 79. Niambie nini Mungu amekutendea, au unahitaji niende kuombea kitu gani, nami nitaendelea kuombea kwa neema ya Mungu, na timu ya waombaji wataendelea kuomba pia kwa ajili yako pamoja nami, na amini Mungu atakuhudumia. Lakini uko mtu mwingine anasema, mtumishi wa Mungu, nimeona kufunguliwa, nahitaji sindikiza maombi haya kwa sadaka yangu ya hiari. Karibu, sadaka ni hiari. Namba ya sadaka ni hiyo iliyoishia na 91, 0743913291, 0743913291. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Wewe ambaye uko Kenya unaweza kaniambia, mtumishi wa Mungu, nahitaji namba ya Kenya, nami nikakupatia. Mungu aendelee kutendea mema, Mungu aendelee kufungua. Nina hakika utaenda kumwona Mungu akikutendea mambo makubwa. Ubarikiwe, uwe na wakati mzuri.